Ndugu mwandishi, kwa kunipa fursa ya kuweza kuzungumza na Watanzania wenzetu kupitia mahojiano haya maalum. Mahojiano ambao ninaamini kwa maswali ambao umeuliza na utakaoyauliza yataweza kutusaidia kupata uelewa mpana wa pamoja wa masuala mbalimbali ambayo yanalihusu taifa letu, kama hayo masuala ya harakati na ugaidi. Sasa labda kwa utangulizi, mimi nianze kwanza kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Amekuwa akifanya kazi kubwa sana kama Amiri Jeshi Mkuu kuhakikisha kwamba mipaka ya nchi yetu inakuwa salama. Hatuvamiwi, hatujawahi kuvamiwa tangu mwaka 1978 wakati ule wa Nduli Idi Amin. Lakini mambo yameendelea kuwa shwari, watu wanafanya shughuli zao kama kawaida. Lakini hata pale zinapotokea changamoto nyingine ambazo zinaathiri haki ya kuishi, kwa mfano masuala ya utekaji, masuala ya utesaji, masuala haya ya kupoteza watu, Rais amekuwa mstari wa mbele sana kutoa uongozi kwa kuvielekeza vyombo vyake vinavyohusika kuchukua hatua mahususi na kuweza kuhakikisha kwamba mambo haya yanakoma. Kwa hiyo nitakuwa ni mchoyo wa shukurani, mchoyo wa fadhila nisipo walau kupongeza kwenye hatua ambazo Rais amekuwa akichukua mpaka sasa hivi kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa ni nchi ya haki. Mimi sina shida sana na masuala ya amani na utulivu, kwa sababu katika historia ya nchi yetu ukiacha mwaka 78 79 nchi hii imekuwa ni nchi ya amani tu, na ni kwa sababu ni ustaarabu wa Watanzania kuwa hivyo. Sasa nikienda moja kwa moja kwenye swala lako kwamba Rais ametoa onyo kwa wanaharakati ambao wanafanya vitendo vya kigaidi kwa kisingizio au kivuli cha kupigania haki. Mtazamo wangu ni upi kwenye kauli hiyo ya Mheshimiwa Rais? Ugaidi kwanza kisheria ni kosa kama yalivyo makosa mengine. Umetafsiriwa kwa sababu kuna kanuni ya kisheria inayosema kitendo hakiwezi kuwa kosa isipokuwa tu pale ambako sheria itatamka hivyo. Kwa hiyo bahati nzuri sisi hapa Tanzania tuna sheria ya masuala ya ugaidi ambao ni sura ya 19 ya sheria za Tanzania. Kwa hiyo vitendo vyote vile ambavyo vina sura ya kigaidi au lakini ili haki ipatikane inaonekana ni ugaidi, vimetafsiriwa. Haipaswi tu kupatikana, inapaswa kwanza kuonekana. Cha 3 aya A mpaka aya H. Ukienda kusoma pale kwenye hiyo sheria, kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 3 aya A mpaka aya H ya sheria ya kupambana na ugaidi ambao ni sura ya 19 ya sheria za Tanzania, ni ukweli ulio wazi kabisa kwamba hakuna mahala popote pale ambako imeandikwa wanaharakati ni ugaidi. Haupo. Wanaharakati haujatajwa kwenye sheria ya ugaidi, licha ya kwamba kuna vitendo vinaweza vikawa ni vya kigaidi, lakini vitendo hivyo havina nasaba na wanaharakati kwa mujibu wa sheria. Na kama kutakuwa kuna mwanasheria yoyote anajua kwamba wanaharakati kwa tafsiri iliyotolewa kwenye sheria ya Tanzania inayopambana na ugaidi ambao ni sura ya 19, atuambie hapa na sisi leo tuweze kujifunza. Lakini kwa kadri ambavyo bunge la Tanzania lilivyotunga hiyo sheria ya ugaidi, ya kupambana na ugaidi sura ya 19 ya sheria za Tanzania, tafsiri ya vitendo vya kigaidi haina uhusiano wowote ule na wanaharakati. Na mtu yoyote awe ni Mtanzania au sio Mtanzania, anapofanya vitendo vya kigaidi vinavyotajwa katika sheria, bila kujali kazi anayofanya, bila kujali umri alionao, bila kujali mamlaka alionayo, bila kujali kabila analotoka, bila kujali dini anayoamini, huyo mtu anakuwa ni mhalifu kama mhalifu mwingine, na anashtakiwa mahakamani sio kwa kazi anayofanya, anashtakiwa mahakamani kwa jina lake na kwa vitendo alivyovifanya, kwa sababu vinakuwa viko kinyume na sheria. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi, na kwa heshima zote kabisa kwa Mheshimiwa Rais, na kwa kutambua kazi anayoifanya kama Amiri Jeshi Mkuu kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama na haiingiliwi na matishio ya kiusalama yakiwemo hayo ya kigaidi, wanaharakati sio ugaidi. Na ili uweze kujua sasa wanaharakati ni nini,
Wanaharakati ni jitihada zinazofanywa na mtu katika kupata mahitaji yake au kutimiza malengo yake yanayoweza kufanya maisha yake yaendelee kuwa bora zaidi. Hiyo ndio tafsiri isiyo rasmi ya maana ya harakati. Ni jitihada zinazofanywa na mtu kuweza kuyafikia malengo yake. Zinaweza zikawa ni harakati za masomo, harakati za kiuchumi, harakati za kisiasa, harakati za kijamii, harakati za kimichezo, kuweza kufikia malengo. Sasa mtu anayekuambia kwamba harakati ni ugaidi, inakuwa ni shida kidogo kuweza kuelewa anasema harakati ni ugaidi kwa kutumia sheria gani? Kwa sababu sisi Tanzania tunaheshimika duniani kwa sababu ni nchi tunaojiongoza kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo ili uweze kujua wanaharakati ni ugaidi, cha kwanza wewe mwananchi unayonisikiliza unatakiwa uende ukatafute sheria ya ugaidi ambayo ni sura ya 19. Ujue hivi vitendo vinavyosemwa ni vya kigaidi bila kujali vinafanywa na nani, mwanasiasa, mwanaharakati, mchumi, mwalimu au askari polisi ama nani. Unatakiwa uende ukasome sheria sasa. Sasa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 3 aya A mpaka aya H kimeeleza vitendo vyote ambavyo ukivifanya unakuwa umefanya ugaidi. Ukisoma hiyo sheria sasa, hicho kifungu, wanaharakati hamna mahala popote umetajwa kama ni ugaidi. Kwa hiyo mtu anaposema wanaharakati ni ugaidi, analeta tafsiri ambayo sio ya kisheria. Na ukishachukua tafsiri ambayo sio ya kisheria na ukataka kuwahukumu watu na ukataka kuwashughulikia watu, maana yake unakuwa unawashughulikia kiimla au unawashughulikia kwa mkono wa chuma, huwashughulikii tena kwa mujibu wa sheria, kwa sababu sheria ndio hiyo imekataa kwamba wanaharakati sio ugaidi. Sisi wenyewe Tanzania hapa tumeshawahi kutoa mwanaharakati mmoja bora kabisa maarufu wa muda wote, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndio aliongoza harakati za kudai uhuru kupitia chama chake cha Tanganyika African National Union TANU. Na huyo mwanaharakati wa Tanzania ameendelea kuheshimika duniani kote, sio Tanzania tu, duniani kote. Kwa hiyo mimi naamini kama ingekuwa wanaharakati ni ugaidi, gaidi namba 1 Tanzania na ambaye angekuwa ametuachia alama kubwa sana angekuwa ni Nyerere. Lakini leo ili uweze kuwa mwanaharakati bora unapimwa kwa viwango ambavyo Nyerere aliviweka. Ili uweze kuwa mwanaharakati bora wa kisiasa lazima uende Butiama, uende kule Mwitongo, uende ukafanye hija kwenye kaburi la Nyerere. Wanasiasa wengi hasa wa Chama cha Mapinduzi wakipata nafasi wamekuwa wakienda Butiama kwenye kaburi la Nyerere, kwa sababu ndiye mwanaharakati aliyeongoza harakati za kudai uhuru. Nataka tuelewane vizuri hapa. Haya nao yazungumza, mimi siyazungumzi kutoka kichwani mwangu, sababu sina mamlaka hayo ya kuzungumza mambo kutoka kichwani kwangu, mambo ambayo yanagusa haki za watu. Kama tunataka tukubaliane kwamba wanaharakati ni ugaidi, basi lazima twende tukubaliane hapa ni kifungu gani cha sheria kinachotamka hivyo. Mimi kifungu ninachokijua kilichotafsiri vitendo vyote ambavyo ni vya kigaidi ni kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 3 A B C D E F G H cha sheria ya kupambana na ugaidi, sura ya 19 ya sheria za Tanzania. Kwa hiyo hata kwa wanasheria hakuna mwanasheria yoyote mahiri duniani ambaye hakuwa mwanaharakati. Naomba nirudie. Hakuna mwanasheria yoyote mahiri duniani ambaye hakuwa mwanaharakati. Unazungumza kina Walter Max Sisulu, unazungumza kina Nelson Mandela. Hawa ni wanaharakati waliokuwa wanapinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Ubaguzi wa rangi ambao ulidumu kwa miaka takribani 300. Wakaibuka hawa watu na chama chao, chama ambacho kilianzishwa mwaka 1912, African National Congress, na kina Chief Albert Luthuli. Lakini Mandela aliyezaliwa mwaka 1912 anakuja baadaye mwaka 94 kama mwanaharakati kuwa shujaa dhidi ya ubaguzi wa rangi. Afu leo mtu anakuambia wanaharakati ni ugaidi.
Ugaidi ni kosa kama yalivyo makosa mengine, na pale ambapo linafanyika halifanywi kwa sababu anayelifanya ni mwanaharakati, ni mwanasheria, ni mwanasiasa, ni mchumi ama ni nani. Anakuwa analifanya kosa lile kama mhalifu. Kwa mimi nadhani lugha sahihi ya kuitumia katika kupambana na ugaidi ni kusema wale wote ambao wamepanga kufanya ugaidi nchi hii watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Hiyo ndio lugha sahihi. Na sheria haiangalii sura. Sheria ni msumeno ambao unakata huku na huku. Lakini umezungumza pia kwamba siku chache zilizofuata Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania Mheshimiwa Jaji George Masaju naye akasema wanasheria wasio wanaharakati wajiepushe kabisa na harakati. Unajua hapa Tanzania unaposema jaji mkuu, picha haraka inayowaijia watu ni Nyalali, na imefika wakati ikawa ni vigumu kutofautisha kati ya ujaji mkuu na Nyalali. Yani watu wakafikiria Nyalali ni cheo. Kwa nini? Kwa legacy ambayo ameiacha, kwa kumbukumbu nzuri ya kiutendaji kwenye kusimamia muhimili wa mahakama. Na tunatarajia hata majaji wakuu wengine wafuate nyayo za jaji Nyalali ambaye ameacha alama kubwa sana katika usimamizi wa haki hapa nchini. Mimi huwa najiepusha sana ninapokuja kuongea na watu kwenye hadhara, kwa sababu najua hadhira inayonisikiliza ni watu wenye akili mno kuliko hata mimi. Ni watu mabingwa sana. Kwa hivyo huwa napenda sana kufanya rejea kwenye maandiko, kwa sababu nikiongea mambo yangu ya binafsi naweza nikawa naongea ujinga afu nikadharaulika. Lakini nikiongea mambo yanayotokana na maandiko, kwanza nakuwa na uhakika na kile ninachokisema, lakini la pili naonekana ni mfuasi sahihi kabisa wa Yesu Kristu. Yesu Kristu ukienda kusoma Luka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20 pale inaelezea namna Yesu alivyokuwa anajaribiwa na shetani kule mlimani baada ya kuwa amefunga siku 40 bila kula wala kunywa. Jaribio la kwanza alilopewa Yesu ni kugeuza jiwe kuwa mkate. Lakini Yesu wakati anajibu kwenye hiyo Luka sura ya 4 mstari wa kwanza pa, aligundua alichokuwa anaambiwa na shetani kwamba ageuze jiwe liwe mkate hakitokani na maandiko yoyote. Ndio maana akamjibu shetani kwamba imeandikwa mtu hawezi kuishi kwa mkate tu bali kwa kila neno ambalo linatoka kinywani mwa Mungu. Yaani Yesu hakumshinda shetani kwa sababu Yesu yeye ana umungu ndani yake. Alimshinda shetani kwa kutumia maandiko ambayo tayari yapo. Hata alipopewa jaribio la pili la kwamba ajirushe kutoka juu ya kinara kwa sababu Mungu imeandikwa atatuma malaika wamlinde, Yesu aliendelea kubaki kwenye maandiko kwamba imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako, na kweli imeandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati. Hata alipoonyeshwa miliki zote za dunia na fahari zake kwa sharti la kwamba amwabudu shetani ili aweze kupewa hiyo miliki, Yesu alimwambia imeandikwa kwamba anayestahili kuabudiwa ni Mungu peke yake. Nimelazimika kutoa mfano huu wa kibiblia kwa sababu kauli ambayo jaji mkuu anaitoa kwa mawakili ni kauli ambayo haitokani na sheria yoyote. Hakuna mahala popote pale ambapo sheria za nchi hii zimewakataza mawakili wasio na harakati. Hakuna mahala popote. Na unaposimama mbele ya umma unaongea kwa nafasi ya ujaji mkuu, watu wanatarajia kusikiliza vifungu vya sheria, sio maoni binafsi au mtazamo binafsi. Umevaa joho la ujaji mkuu, unazungumza kwa nafasi ya ujaji mkuu, watu wanatakiwa kusikiliza sheria. Sasa ukimuuliza ni wapi pameandikwa kwamba ni kosa kwa wakili kuwa mwanaharakati,
Hakuna mahala popote kwenye sheria za Tanzania, hakuna. Na bahati mbaya, bahati nzuri, Mheshimiwa Jaji Mkuu akaenda akasema hata wale ambao unakuta mtu katoka mahakamani, kesi imeahirishwa, anaongea na waandishi wa habari